Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kipekee natambua mchango wako na utayari wako, na ni mmoja wa mawaziri ambaye uliomba kwamba naomba na najisikia kuja kuwasalimia TLS ofisini kwenu, na kweli ukaja. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Tunakuahidi kama tulivyoongea kwamba kuhusu masuala ya utawala bora ambayo yanaangukia kwenye eneo lako, tuna maeneo mengi ambayo TLS kwa mandate yetu na wizara yako tukiwa pamoja tunaweza tukalisaidia taifa letu kulifanya kuwa mahali bora na salama kwa kuishi kwa kila mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wetu unaongozwa na kauli mbiu isemayo uchaguzi na utawala wa sheria, wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi Tanzania. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa misingi ya utawala wa sheria inazingatiwa katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi, kuanzia maandalizi, upigaji kura hadi utoaji wa matokeo. Inatufanya tutafakari wajibu wetu kama wanasheria na viongozi wa kitaaluma katika kulinda haki za wananchi, kudumisha amani na kuimarisha demokrasia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mtu anapotusikia TLS tukizungumza kuhusu hili, tunazungumza katika maeneo hayo. Nia yetu ni kulinda haki za wananchi, kudumisha amani na kuimarisha demokrasia. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tunakumbusha kuwa uangalizi wa kisheria si hiari bali ni wajibu, na uwajibikaji ni msingi wa uongozi bora. TLS inaamini kuwa kwa kushirikiana na serikali, mahakama, tume huru ya uchaguzi, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi, tutaweza kuhakikisha uchaguzi wa haki, huru na wa kuaminika. Hoja yetu TLS ni kwamba zoezi la uchaguzi sio zoezi la kivita, ni zoezi la kidemokrasia. Lina sehemu zote mbili, qualitative na quantitative, zifanyike kwa uwajibikaji. Na pale ambapo tunafikiri hapako sawa, lazima tukutane kuzungumza, kwa sababu hatutakiwi kusubiri kupigana, hatuna mtu wa kumpiga, wala hatutakiwi kusubiri kuuana, hatuna wa kuua. Ndio maana siku moja nilimwambia mtu mmoja katika mchakato wa kidemokrasia, huwa mimi najisikia kuugua nikimwona mtu kwenye eneo la uchaguzi au la mchakato wa uchaguzi anabeba silaha. Pale tunahitaji kalamu, bango la kampeni na mwananchi mwenye kikombe cha kahawa anapotaka kukuajiri. Maana watu wanaomba ajira. Kwa hiyo huwezi kwenda kuomba ajira na upanga mkononi, utaukosa, hata utaruhusiwa kuingia kwenye chumba. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya TLS kuhakikisha kuwa uchaguzi unaendeshwa kwa misingi ya kisheria, haki, uwazi na uwajibikaji. Tunatambua kuwa wanasheria wanao wajibu wa kipekee katika kulinda haki za wananchi na kutetea misingi ya katiba yetu, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Na tunatambua wajibu mkubwa na dhamana kubwa ya wizara yako Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha kwamba kila mmoja anaelewa wajibu huu, kwamba Watanzania wanahitaji upendo, wanahitaji haki, wanahitaji kuona thamani ya kura yao, hawahitaji kuona jambo lingine lolote. Kwa hiyo panapokuwa na jambo lolote, lazima tuweke taratibu nzuri zilizo ndani ya sheria kuhakikisha kila linalofanyika kwa haki na kutoa nafasi ya wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika Law Society Act Cap 307, TLS ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria, kukuza heshima kwa haki za binadamu, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi,
na kushirikiana na serikali katika masuala ya kisheria yanayolenga ustawi wa jamii. TLS imekuwa ikitekeleza majukumu haya kupitia shughuli mbalimbali ikiwemo kutoa elimu kwa umma, mafunzo kwa wanasheria na ushawishi wa sera, urajibishi au kutoa huduma za kisheria kama ambazo tumekuwa tukizitoa kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba kwa jina la Mama Samia Legal Aid.